Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya Young Africans ambao leo hii wana taarifa yao kubwa kabisa kuhusiana kile kinachoendelea kwa sasa ndani ya, hapa nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kusikia tamko la mwisho kabisa la klabu ya soka ya Young Africans juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao kwa sasa unazidi kuleta sintofahamu. Zinakimbia siku kweli ambapo sasa hivi zimebakia siku 10 tu kwa mchezo huo kwenda kupigwa, ambapo wanazungumzia ni kama wiki moja na siku takriban 3 ambazo zimesalia kwenda kushuhudia game hiyo kubwa kabisa ambayo imebeba hisia za watu wengi, kile ambacho Young Africans wao wamekitoa leo hii kama msimamo wa klabu yao. Wamefikia nini mpaka kuweza kutoa msimamo huo? Utakwenda kujua hapa kila kitu, sababu ambazo wao wamezitoa na zimewekwa bayana juu ya kile ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu kuhusiana na mchezo huo namba 184. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hilo usiendelee kupitwa na taarifa zetu. Cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya hapa, si wengine hawa ni klabu ya Yanga juu ya sakata lao linalozidi kuchukua sura mpya kila kukicha kuhusiana na yale makubwa ambayo yanaendelea kwa wakati huu, kwa kile ambacho kila mmoja unazungumzia. Inaelezwa kwamba leo hii taarifa zilizonifikia hivi punde, unaambiwa wanayanga waitisha kikao cha dharura. Je, ni cha kutafuta msimamo? Inaelezwa kwamba kile kinachoendelea ya kwa sasa, inaelezwa kwamba ni kuhusiana na mustakabali wa kucheza mchezo wa dabi. Kumekuwepo na makundi mawili, kundi moja likisema ya kwamba mchezo usichezwe, waendelee kushikilia msimamo wao, kuonyesha mamlaka wao ni nani na wana thamani gani katika ardhi ya Tanzania, kutokana na kile kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8. Simba alikimbia game, lakini bado mamlaka ziliweza kumlinda. Sasa kwa nini Yanga anapotaka kupewa haki yake mambo yanakuwa ni mazito? Wapo wanachama hao ambao wameendelea kushikilia msimamo huu, lakini wapo wanachama wengine wanasema ya kwamba twende tukacheze kwa sababu yule tunamudu, tutampasua muda tu, ndani ya dakika 90 atakuwa ameshaweza kumalizika, tumemgalagaza vya kutosha. Ikumbukwe kwamba mchezo huo ndio utakao kwenda kutoa hatima ya bingwa ni nani katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kwa sababu ya kile ambacho kinakuwa kinaonekana mpaka sasa. Klabu ya soka ya Yanga wenyewe wapo juu kwa msimamo kwa alama moja, ambapo wanatafuta ushindi ama sare kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ili waendelee kuongeza idadi ya gepu katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa taarifa zilizonifikia punde ni kwamba viongozi wa matawi ya klabu ya Yanga Dar es Salaam watakutana leo Alhamisi jijini Dar es Salaam katika kikao cha dharura. Vile vile imeelezwa viongozi wa matawi ya mikoa mingine watakaopenda kuhudhuria wamekaribishwa katika kikao hicho cha dharura. Kwa kile kinachoeleza kuna mdao kanipenyezea, huenda wanachama wanaitaka dabi au ndio wanaenda kupigilia msumari kwenye kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo kwa taarifa inaeleza kwamba Yanga wanataka kutangaza kuwa wanacheza wote ambao walisema ya kwamba
kwamba mechi ya dabi haichezwi, kila mmoja anaogopa kuja kuwaambia wananchi kwamba mechi inachezwa, na klabu ya soka Young Africans wameanza kuonyesha dalili ya kwamba mchezo ule wao wanacheza. Inaelezwa kwamba kile ambacho kimeandikwa na Kigwangala, huyu anasema ya kwamba kifungu cha 3C TFF inatakiwa kuhakikisha usawa na uwazi kwa vilabu vyote nchini chini ya usimamizi wake. Kigwangala, hii ni kwa mujibu wa sheria la Baraza la Michezo Tanzania sura ya namba 105. Ni sehemu ya andiko la Hamisi Kigwangala ambaye ni mdau wa soka, wakati akijaribu kuweka bayana namna ipi serikali inapaswa kuinusuru nchi na machafuko iwapo kuna namna Yanga itakosa alama katika dabi ya Kariakoo. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli katika sakata hili. Kila mmoja amekuwa akiendelea kuweza kushuhudia yale ambayo yanayoendelea katika mchezo huu wa soka. Unaambiwa kila mmoja anazidi kuweza kukuna kichwa kuona namna gani ambavyo sakata hili itakwenda kuisha katika nyakati njema. Lakini kuna watu wanasema ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wasipocheza mchezo huu watapokonywa alama 15 na watakuwa Simba atapata alama 3 na watapoteza ubingwa. Lakini vipi Simba alipokimbia mechi? Maswali ambayo mashabiki wa Yanga wanajiuliza, kwa nini yeye akokatwa pointi? Kufuatia Yanga kushikilia msimamo wa kutocheza mechi hiyo ya dabi, inaweza kuwa nafasi kubwa kwa Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Yanga inabanwa na kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la 2024 kifungu cha kwanza, inayoeleza adhabu kwa timu itakayoshindwa kufika uwanjani itakapokatwa pointi 15. Lakini mgomo huo wa Yanga kuna hatari kwao kupoteza nafasi ya pili itakayowapa tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao, endapo itatekeleza katika mechi zilizobaki kisha Azam ikafanya vizuri. Kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la 2024 kipengele cha kwanza kinasema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF na TPLB au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo: kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 italipwa kwa timu pinzani. Moja, kifungu kingine ni kulipa fidia ya maandalizi. Uharibifu wote unaweza kujitokeza kupokonywa alama 15 katika msimamo wa ligi kuu, na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinizamu. Endapo timu itakuwa na alama pungufu kwa kile ambacho kinachoonekana kwamba pengine sasa hiyo timu ikiwa na alama zake pungufu, itakuwa hasi kwa kiasi kisichopungua kwenye msimamo wa ligi. Endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama hasi, itaanza na alama hizo hasi katika msimamo wao wa kwenye msimu utakaofuata kulingana na azi ya timu itakapokuwa. Unaona bana, haki ya kuchukua gawio la mapato la mchezo huo itapotea. Kiongozi yote atakayebania kushiriki alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutotokea uwanjani bila sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12 kwa kile ambacho kinachoonekana. Sasa maswali yanakuja, kwa nini adhabu hizi hazikutumika pale Machi 8? Watu waliweza kutoa matamko kweli kweli kutoka upande wa Simba Sport Club. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kutokana na kikao hicho kitakuja na majibu yapi, wameazimia nini kuhusiana kupeleka timu tarehe 15 katika dimba la Benjamin William Mkapa kama sehemu ya mchezo huo. Yanga inaelezwa kwamba leo wana kikao chao kizito kabisa, wakiweza kujumuisha yale ambayo yanayoendelea kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini, wewe unapokeaje taarifa hii? Wacheze au Young Africans